Taarifa za kijasusi zinaeleza kwamba Iran ina uwezo wa kurusha zaidi ya makombora 1000 kila siku na itazingatiwa na namna vita hivyo vitakavyopiganwa. Taarifa ambazo zimeelezwa na ujasusi kutoka nchini Iran, lakini pia na ujasusi uliowahi kuzungumza siku za nyuma nchini Israel, umeeleza namna ambavyo Iran ina idadi kubwa ya makombora na ina uwezo wa kurusha makombora 1000 kwa miezi kadhaa, ingawa haikutajwa ni muda gani. Hii ni kutokana na kile ambacho kimeelezwa kwamba Iran imetengeneza makombora mengi ya masafa marefu na makombora hayo yana uwezo wa kufika popote katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana maeneo yote ambayo yana kambi za kijeshi za Marekani yanaweza kufikiwa kwa namna yoyote ile. Wakati huu Iran ambayo inajibu mapigo kutokana na mashambulizi ya moja kwa moja yaliyofanywa na Israel na Marekani, sasa inadai wakati huu ndio kwanza imeanza mashambulizi ambayo kimsingi baadhi ya taarifa zikieleza kwamba tayari yameshaua zaidi ya watu 200, kwa maana wanajeshi 200 katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa mambo lakini pia na watu wa ujasusi wanasema kwamba idadi ya makombora iliyokuwa nayo Iran ni kubwa mno kiasi kwamba kwa siku wana uwezo wa kurusha zaidi ya makombora 1000 ambayo kwa pamoja Israel na Marekani hawawezi kufanya hivyo. Wachambuzi wa mambo wa kivita wanasema hii ni sehemu ya Iran kutengeneza ushindi wao katika vita hivi ambavyo vinaendelea. Mnamo siku ya Jumamosi asubuhi, Israel ilizindua mashambulizi ya awali kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikilenga katika maeneo nyeti, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kijeshi, lakini pia na maeneo ambayo viongozi wakuu wa serikali akiwemo Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia katika eneo analoishi Rais Masoud Pezeshkian waliyashambulia. Hakuna taarifa juu ya vifo vya watu hao, ingawa propaganda kutoka katika vyombo mbalimbali vya habari vya Iran zilikuwa zikidai kwamba wamemuua Ayatollah Al-Khamenei na pengine hata Rais Masoud Pezeshkian, lakini mamlaka nchini Iran zimesema kwamba hakuna katika viongozi wao waliouawa. Hata hivyo, mmoja kati ya majenerali nchini Iran wanasema kwamba kwa sasa kile alichokifanya Trump ni kitu ambacho sasa walikuwa kikitamani kwa muda mrefu na sasa wako tayari kwa ajili ya mapambano. Hii ni kauli iliyotolewa Jenerali Ibrahim Jabbar kutoka katika jeshi la IRGC akisema kwamba Trump anapaswa kujua kwamba leo tumerusha makombora kutoka nyuma ya hifadhi yetu. Hivi karibuni tutafichua silaha ambazo hujawahi kuona hapo awali. Maana yake ni kwamba bado kuna kiasi kikubwa cha silaha zilizo chini ya ardhi ambazo bado hazijatumika. Katika siku za hivi karibuni Iran iliwahi kuonyesha hifadhi yake ya makombora ya masafa marefu, jambo ambalo wachambuzi wa mambo wakasema kwamba huenda ndicho ambacho kiliogopesha hata Israel hadi kusema kwamba wakati huu Marekani inapaswa kuilazimisha Iran isiwe na makombora ya masafa marefu yenye kuifikia Israel. Na moja kati ya hoja ambazo zilikuwa zikiendelea katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran ni pamoja na makombora ya masafa marefu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo wanasema kwamba idadi hii ya makombora waliokuwa nayo Iran ndio ambayo inawapa kiburi, na hata leo wamesema nyakati za saa 2 usiku na kuendelea wataanzisha mashambulizi mengine. Tutakuwa tukikujuza nini ambacho kinajiri kupitia hapa The World News, kutokana na namna ambavyo Iran inadai kujiandaa na aina ya mashambulizi inayoyafanya, lakini pia namna ambavyo Marekani yenye silaha za kisasa na za hali ya juu inafanya katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kuwa nasi wakati wote, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii. Hapa utapata habari zote kuhusiana na kile kinachoendelea katika Mashariki ya Kati. Naitwa Adam Hussein.